Sura ya 34. Mizimu ni nani katika imani ya roho? Mafundisho yahusuyo kutokufa kwa roho ya kwanza yalitokana na imani ya wapagani, na wakati wa giza la kiroho mafundisho haya yaliingizwa katika imani ya Kikristo na kuhesabika kuwa ni mojawapo ya ukweli, na yakashika mahali pa maandiko yasemayo kuwa wafu hawajui neno lolote. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5. Watu wengi huamini kuwa roho za wafu ndizo zile zisemwazo kuwa. Je, hao wote ni roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi uokovu? Waebrania sura ya 1 mstari wa 14. Imani ya kuwa roho za wafu huja kuwahudumia watu wanaoishi imeandaa njia ya kuingiza mambo ya kisasa ya kuongea na wafu. Kama watu wanaofahamu unaozidi ule waliokuwa nao wakati wanapoishi, mbona hawaji tu kiwazi na kuwaelimisha watu? Ikiwa roho za wafu wazungukia jamaa zao walioko duniani, mbona hawakai nao na kuongea nao? Mbona wanaoamini kuwa mtu akifa huwa anajua mambo hukataa nuru ya Mungu inayoelezea mambo ya roho? Hapa ndipo shetani hufanyia kazi yake. Malaika waovu huonekana katika wajumbe katika ulimwengu wa roho. Mkuu wa uovu, yani shetani, anao uwezo wa kuleta sura za watu waliokufa ambao ni jamaa. Maigizo ya watu hao ni kamili kabisa, huonekana kama wao halisi. Watu wengi hufarijika kuwa ndugu na rafiki zao wako wanaishi huko mbinguni bila ya kujihadhari na hatari yoyote. Hutega masikio kwa roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Timotheo 1 sura ya 4 mstari wa 1. Waliokufa bila kujitayarisha, yani bila kujitoa kwa Kristo, hudai kuwa wao wako katika furaha kuu huko mbinguni. Watu hawa bandia wanajidai kuwa wanakaa rahani mbinguni. Mara nyingine husema maneno ambayo huwa ni ya kweli. Wakisha kuaminiana hutoa mafundisho yaliyo kinyume cha Biblia, kwa kuwa mara nyingine husema maneno ya kweli na kutabiri mambo fulani ambayo hutokea kuwa kweli. Hivyo mafundisho yao ya uongo hukubaliwa kama mafundisho ya kweli ya Biblia. Sheria ya Mungu imewekwa kando na roho wa neema amedharauliwa. Hiyo ndiyo mizimu au roho za mashetani. Roho hizi hukataa uungu wa Kristo na kumhesabu muumbaji kuwa na hali sawa na wao. Wakati matokeo ya udanganyifu huo hukubaliwa kama ukweli, wadanganya watu wakaziamini kama ishara za Mungu. Watu wengi huamini kuwa hali ya kuongea na wafu ni mizimu au ujanja wa kibinadamu. Wanapokaribiwa na maonyesho ya wazi ambayo hawawezi kuyakanusha, hukubali kuwa hayo hutoka kwa Mungu. Kwa msaada wa shetani, wachawi wa Farao waliagiza kazi ya Mungu na kuifanya miujiza. Soma Kutoka sura ya 7 mstari wa 10 mpaka wa 12. Paulo ashuhudia kuwa kuja kwa Bwana kutatanguliwa na kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na maajabu ya uongo na katika madanganyiko yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Yohana naye asema, naye afanye ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye hawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na wa 14. Hapo sio ujanja wa kibinadamu unaoelezwa. Watu hudanganywa na shetani kwa ishara ambazo wajumbe wake huzifanya. Mwito wa shetani kwa watu wataalamu na wenye akili. Shetani huwaletea kwa njia ya kuwaletea mizuka ya kiroho kwa njia ya akili sana, yaani sura za kirafiki na jamaa zao waliokufa, kana kwamba wanaweza kuongea. Hupendelea kuwaza mawazo ya ajabu ya kusisimua na ya utaalamu yaliyojaa mambo ya upendo na fadhili tele. Huwafanya watu kupendelea mambo ya jinsi hiyo na kupuuza mambo ya milele ya Mungu. Shetani huwadanganya watu sasa kama vile alivyomdanganya Hawa katika bustani ya Eden, kwa njia ya kujifanya wawe na hamu ya kujitukuza. Waambia, mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 5. Wenye hali ya mizimu hufundisha kuwa mtu ni kiumbe chenye maendeleo ambayo huchunguza mambo ya Mungu. Tena husema maamuzi yote ni sawa na kutokana na ubinadamu. Husema yoyote wa kweli aliye mkamilifu ni Kristo. Hivyo shetani amejiwekea na kumweka mtu wa dhambi kama mtaalamu wa mtawala wa haki. Haya ni maendeleo, sio kupanda juu,
bali ya kudidimia chini. Mtu hawezi kupanda zaidi ya kipeo chake cha uzuri wa mema. Kama kujitukuza nafsi ndio kusudi ya shabaha yake kuu, hataweza kamwe kufika popote. Neema ya Mungu ndiyo peke yake iwezayo kumkweza mtu. Kama mtu akiachwa ajiendeleze mwenyewe, ataanguka tu. Mwito kwa wapenda anasa. Watu wenye kupenda anasa, wataka makuu na wenye majivuno. Hali ya mizimu hufanya hila kwao kidogo tu, kwa kuwa hali zao hufanana na zao. Shetani huona aina ya dhambi ambazo kila mtu huzipenda, halafu hutafuta nafasi ya kuzihimiza ili zifanywe. Huwajaribu watu na kuwatumbukiza katika hali ya kutokuwa na kiasi, ili apate kuwadhoofisha miili yao, akili na hali ya utambuzi, ili wawe watu wasiofaa. Huwaharibu watu maelfu kwa njia ya tamaa na kuuharibu utu wote. Ili kukamilisha kazi yake, mizimu husema kuwa elimu halisi ni inayomweka mtu awe juu ya sheria ya Mungu. Chochote ni cha haki, hata ni dhambi ya aina yoyote, Mungu hahukumu, yaani hana la kusema juu yake, ya kwamba dhambi zote hazina hatia. Watu wanapoamini kuwa dhamiri zao na matakwa yao ndio tosha kabisa, wala hawana haja na sheria, na kuwa huo ndio uhuru, kwamba mtu ni juu yake kujiamulia yote. Je, katika hali kama hiyo, uharibifu si utakuja kila upande? Shetani huwavuta watu maelfu katika mtego wake, ambao hujidai kuwa ni wafuasi wa Kristo. Lakini Mungu ametoa nuru ya kutosha ili kugundua mitego hiyo. Misingi hasa ya mizimu ni mapigano makuu ya maandiko matakatifu. Biblia husema wazi kuwa wafu hawajui neno lolote, kwamba mawazo yao yamepotea, wala hawana sehemu katika watu wanaoishi nchini. Zaidi ya hayo, Mungu amewakataza kabisa hali yoyote ya kujifanya kana kwamba ni mtu anaongea na mzimu. Maongezi ya mzimu ambao watu hudai kuwa wanaongea na watu wa ulimwengu mwingine huitwa na Biblia kuwa ni roho ya mashetani. Soma Hesabu sura ya 25 mstari wa 1 mpaka wa 3, Zaburi sura ya 106 mstari wa 28, Wakorintho 1 sura ya 10 mstari wa 20, Ufunuo sura ya 16 mstari wa 14. Kufuata mambo yao yalikatazwa na adhabu ya kifo iliyotolewa kwa mwenye kuzifuata. Lawi sura ya 19 mstari wa 31, sura ya 20 mstari wa 27. Lakini mizimu au miungu hawa wameingia katika wanasayansi, wameshambulia makanisa na kupata ukubali katika vikao vya bunge, hata na katika mahakama na ofisi za watawala. Udanganyifu huu mkuu ni umbo jingine la uchawi wa zamani, kana kwamba ni ya mbinguni. Shetani huiambia ulimwengu, si kitu, haidhuru uamini Mungu au usiamini, ukubaliane na Biblia au la, ishi upendavyo tu, mbingu ni yako. Neno la Mungu husema, ole wao waitao baya jema na jema baya, waitao giza nuru na nuru giza. Isaya sura ya 5 mstari wa 20. Biblia huhesabiwa kama hadithi. Mitume ambao wanaigizwa na roho hizi au mizimu hufanywa watofautiani katika usemi na vile walivyoandika walipokuwa wakiishi duniani. Hivyo ndivyo mizimu hufanyia wale wanaojifanya kuwa wanaongea na wafu. Shetani wafanya walimwengu waamini kuwa Biblia ni hadithi tu za kupiga chuku sawa na zinginezo. Kinawafaa watoto wa jamii, lakini sasa hakifai kutumika siku hizi. Kitabu ambacho kina mwokomo pamoja na wafuasi wake ukiweka katika kivuli, mwokozi wa ulimwengu hufananishwa na mtu tu. Wale wanaoamini katika kuongea na roho hizi hawaoni muujiza wowote katika maisha ya mwokozi. Wanasema kuwa miujiza yao inazidi ile ya Kristo alipokuwa hapa duniani. Uzungumzaji wa wafu sasa umehesabiwa kuwa dini ya Kikristo na umevaa sura ya Kristo, na mafundisho yake hukubaliwa waziwazi. Katika hali yake ya sasa ni hatari sana, ya kijanja sana na ya hila sana. Wenye kuamini hali hiyo hukubali mambo ya Kikristo na Biblia, lakini kwa ujanja na hila kubwa. Biblia hutafsiriwa kwa namna ya kupotosha ili wafurahishe wale wasioongoka. Upendo usisitizwa kuwa ndio tabia kuu ya Mungu, lakini hupotoshwa na kuwaelekeza katika njia ya uasherati.
chuki ya Mungu kuhusu dhambi na kanuni ya Mungu kuhusu utakatifu hufichwa bila kutajwa. Hadithi huwafanya watu wasione kuwa Biblia ndio msingi wa imani yao. Humkiri Kristo kwa vinywa tu, lakini kwa kweli humkana kimatendo. Ni watu wachache sana ambao wamegundua hila hiyo ya kuongea na mizimu au wafu. Wengi hujaribu ili kufanya utafiti, huwa na hali ya hofu juu ya kuongea na roho hizo, lakini huthubutu kwenda mahali palipokatazwa. Hivyo mwovu huwakamata kwa hila na kuwashikilia katika hali ya mateka. Hakuna kinachoweza kuwatoa katika hali hiyo ila maombi ya kweli kweli. Watu wanaopendelea kufanya dhambi hali wanajua kuwa ni dhambi hujiweka wenyewe katika mikono ya Shetani, hujitenga na Mungu kwa hiari yao, na malaika walinzi huacha peke yao bila ulinzi. Na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Na waende kwa sheria ya ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili? Bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya sura ya 8 mstari wa 19 na wa 20. Kama watu wamepata mafundisho ya kweli kuhusu hali ya wafu na asili ya watu, wataona wazi kuwa wenye pepo wanajidai kuwa wanaongea na wafu. Ni uwezo wa Shetani ufanyao kazi ndani yao na maajabu na ishara za uongo. Lakini watu wengi hufumba macho yao ili wasione nuru kuhusu jambo hili, na Shetani huwafunikiza na wavu wake, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotevu wa uamini uovu. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11. Wale wanaopinga mambo ya pepo humshambulia Shetani na malaika zake. Shetani hatakubali kushindwa hata kidogo, isipokuwa afunzwe na wajumbe wa mbinguni. Atataja maandiko hali itakayopotosha ili ashinde watu watakaoshinda hatari ya wakati huu. Lazima wafahamu ushuhuda wa maandiko barabara. Roho za mashetani hujionyesha kama ndugu na marafiki wa watu ambao walikufa, hutujia na kushushauri mambo fulani fulani, halafu hufanye maajabu. Lazima tuwapige kwa Biblia na ukweli wake, kwamba wafu hawajui neno lolote. Kwa hiyo hawa wanaonekana kana kwamba ni jamaa zetu waliokufa. Ni roho za mashetani, yaani pepo. Wale ambao imani yao haikujengeka kwa neno la Mungu, yaani Biblia, watadanganyika na kupotezwa na Shetani. Maana Shetani hufanya kazi yake kwa madanganyo yote ya upotevu, na madanganyo haya yatazidi kadri tunapokaribia mwisho. Lakini wote wanaotafuta ukweli wa Biblia na kutakasa roho zao kwa njia ya kulitii neno la Mungu watashinda. Mwokozi atawatumia malaika wote wa mbingu kuwalinda. Hata mwacha hata mtu mmoja wake ashindwe na Shetani. Wale wanaojifariji kwamba hakuna adhabu yoyote itakayowapata wenye dhambi na kudharau maonyo ya Mungu watapotezwa na udanganyifu wa Shetani katika mizimu na kuangamia. Wenye mizaa wataendelea kukataa maonyo ya mbinguni kuhusu mpango wa wokovu na adhabu itakayowapata katika mizimu wanaoikataa kweli na kujiona wako salama. Watajiafifisha kabisa kiasi cha kutojali sheria ya Mungu. Kadiri walivyojiunga na Shetani, itakuwa ni vigumu kujitenga naye na hila zake. Msingi wa kazi ya Shetani ni ule uliowekwa katika Edeni kwa Hawa, kwamba kufa hamtakufa. Siku mtakayokula matunda ya mti huo, macho yenu yatafumbuliwa na mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4 na wa 5. Madanganyifu yake yatafika mpaka kwenye masalio ya mwisho ya Mungu. Nabii asema, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaenea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 na wa 14.